Karibu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho dhima yake ni kukuelimisha ndugu mtazamaji juu ya dhana pana ya uzalendo. Mtazamaji, ninaamini kabisa dhahiri shahiri umeweza kusikia makelele hayo ambayo yanatokana na moja kati ya maporomoko yanayotengenezwa na mto Ruhuji ambao unaanzia huku katika maeneo ya wilaya Makete, unapita katika mji wa Njombe na unatirisha maji yake moja kwa moja hadi katika bonde la mto Kilombero, na kule sasa katika bonde la mto Kilombero inaenda kukutana na mto Kilombero, na mto Ruhuji sasa unamezwa, unakuwa ni sehemu ya mto Kilombero. Hapa ni katika mji wa Njombe, mahala ambapo katika pitapita za mto katika kutafuta njia yake ya kuelekea katika bonde la mto Kilombero umepita hapa ambako kuna miamba mingi sana. Unaweza kaona kipindi hiki kimerekodiwa mwezi wa 9, 2021. Ni kipindi cha kiangazi, lakini angalia vurugu hizi, angalia utajiri huu ambao kabla Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haijaamua kutekeleza mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere, haya maji yalikuwa yanapotea. Lakini mara baada ya serikali ya awamu ya 5 ikiongozwa na hayati Rais John Pombe Magufuli kupiga kifua kwamba licha ya gharama za huu mradi, lakini lazima kama wazalendo, lazima kama taifa ambalo tunatafuta maendeleo ya uhakika, lazima tutekeleze. Na kwa hakika serikali ya awamu ya 5 ikapitisha kalamu na uamuzi wa baraza la mawaziri, mradi unatekelezwa kwa gharama ya dola za Kiamerika bilioni 2.9. Mtazamaji, nataka ukae hapo upige hesabu hapo unapotazama kipindi hiki. Dola bilioni 2.9 sio pesa za mchezo, na kwa kawaida mtafute mchumi yoyote ambaye anaweza kukufanyia hesabu. Kwa kawaida dunia hii ina takribani madaraja 3 au zaidi ya nchi kutokana na maendeleo. Kuna nchi ambazo ziko katika dunia ya kwanza, hizi ndizo ambazo zina viwanda, maisha yao ni mazuri, kipato chao kiko juu, wakiongozwa na Marekani, wakiongozwa na China, wakiongozwa na Uingereza na nchi nyingine ambazo zifahamu ziko katika nchi ambazo ni zenye viwanda. Lakini kuna nchi ambazo zina uchumi wa dunia ya pili. Hizi ni nchi ambazo uchumi wake ni wa katikati. Kwa mfano kama vile Thailand, unakwenda Malaysia, na hata katika Afrika kuna nchi ambayo imeingia katika dunia ya pili, kama sio Botswana basi itakuwa Afrika Kusini. Lakini kuna nchi za dunia ya tatu. Hapa ndio kuna lundo la nchi, na Tanzania iko katika nchi za dunia ya tatu. Moja kati ya tabia ya nchi za dunia ya tatu kutokana na uchumi wao kuwa duni ni moja, kwamba huwa hazina uwezo wa kutekeleza miradi mikubwa, miradi ambayo inaweza kubadilisha kabisa mkondo wa uchumi na maisha ya watu wa nchi hiyo. Sasa Tanzania tumevunja huo mwiko, pamoja na kwamba wataalamu wanasema nchi za dunia ya tatu haziwezi kutekeleza miradi kabambe, miradi ya kimkakati, lakini hilo lilikuwa ni mwiko kwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Akasema hii nchi sio maskini, hii nchi inatakiwa itoe misaada, tunakwenda kutekeleza. Na tukaingia mkataba na wakandarasi wawili kutoka katika nchi ya Misri ambao wanaitwa joint venture, kwa maana ya Arab Contractors ambaye anashughulika na majenzi civil works, lakini El Saweed Electrical ambaye anashughulika na mitambo na kazi za kiumeme. Tukasaini mkataba nao dola bilioni 2.9. Mtazamaji wa TBC1, kwa hakika hapo ulipo unapotazama kipindi hiki unapaswa urukeruke, kwa sababu haya ni mapinduzi makubwa, huo ni uzalendo mkubwa kuweza kutekeleza mradi kabambe kama huo. Lakini kana kwamba haitoshi, tuko katika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassani. Kwa hakika mama huyu amejipambanua kwamba uzalendo wake wala hautiliwi shaka, kwa sababu taarifa ambazo nimezipata kutoka eneo la mradi wananiambia kwamba mpaka leo unaporekodi kipindi hiki mkandarasi hadai hata shilingi moja, lakini wafanyakazi wale wanalipwa vizuri kabisa. Hii ni commitment, yani hii ni dhamira ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani kuona kwamba mradi huu ambao ulianza na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na ukaja kufufuliwa na rais wa awamu ya 5 John Pombe Magufuli hautakufa. Na sote tunakumbuka mara baada ya kuwa tumempoteza shujaa, jembe, chuma John Pombe Magufuli, mama yetu Samia Suluhu Hassani akihudumia mara kwanza katika bunge alisema miradi hii haitakufa, kwa sababu unapoua miradi kama hii iliyo muhimu na ambao umeachiwa na mtangulizi wako unaweza ukapata laana. Maneno yale Mheshimiwa Rais ninayakumbuka, na ndio maana nimepata hata nguvu ya kuja hapa wewe Mtanzania kupitia TBC1, TBC ambayo inaendeshwa kwa kodi zako, kukuonyesha kwamba hakuna mahala utakuja kusikia ule mradi wa Julius Nyerere maji yamekauka au maji hayapo. Na huu ni mto Ruhuji tu katika vijito na mito 180 ambayo inapeleka maji katika mto Rufiji. Mtazamaji, hii ni ngo ya kwanza kipindi cha Tanzania Mpya. Baadaye tutakwenda katika ngo ya pili ambapo kipindi kitahamia katika misitu mitatu ambayo iko hapa Njombe, misitu ya Itoni,
Mapala pamoja na Nguruka, ambako kuna vito kadhaa vinavyoungana na kutengeneza mto Agafilo. Sasa ninakuletea moja kwa moja mtaalamu wangu ambaye anakwenda kutueleza ni kwa namna gani ambavyo wakala wa huduma za misitu Tanzania unaoongozwa na kamishna mkuu wa uhifadhi Profesa Dos Santos Silayo unavyofanya kazi iliyotukuka, kazi ambayo ni uzalendo uliotamalaki. Mtazamaji, kaa tayari sasa, namleta hapa Bwana Bima Jumanne ambaye yeye ni afisa misitu msaidizi akiwa katika mkoa wa Njombe, lakini jina lake kutokana na wakala wa huduma za misitu Tanzania kuendeshwa sasa katika mfumo wa jeshi usu, anajulikana kama mhifadhi misitu daraja la pili. Na akifika tu hapa na mkabidhi maiki atuambie anaufahamu vipi mto Ruhuji unakoanzia, unakopita hapa Njombe mpaka unakwenda katika bonde la mto Kilombero, lakini usalama wa huu mto ambao ni muhimu sana ukoje, kwa maana miti ambayo imepandwa kando kando yake, lakini TFS inasimamiaje kudhibiti baadhi ya raia ambao wanaweza kuhatarisha usalama wa mto huu. Lakini baada ya hapo sasa tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani ambavyo mkoa wa Njombe kupitia TFS wanahifadhi vyanzo vingine vya vijito na vijito kupitia misitu mitatu ambayo nimeitaja. Kwa majina anaitwa Bima Jumanne, mhifadhi misitu daraja la pili Njombe. Kwa uelewa wangu kuhusu maporomoko ya mto Ruhuji, yameanzia safu ya milima ya Kipengere, lakini pia yamekatisha katika mji wetu wa Njombe, ni mita 100 kutoka kwenye ofisi zetu. Lakini pia kuna baadhi ya vijiji ambavyo mto huu Ruhuji umepita. Kwa Njombe mjini nafikiri umepita Ramadhani, Matalawe, Kibena na kuendelea huko mbele. Lakini pia mto huu una faida kubwa kwa wananchi wa Njombe kwa sababu wanatumia maji haya kwa shughuli zao mbalimbali, lakini kwa usimamizi huu kwa Njombe mjini unafanyika na watu wa halmashauri ya mji, lakini pia wakihitaji nguvu kutoka kwetu huwa tunashirikiana nao ili kuhakikisha kwamba maji haya hayatumiki kwa shughuli ambayo sio rasmi au ambayo wameipanga wao kutokana na mamlaka. Mto huu, maporomoko ya mto huu Ruhuji yanaenda mpaka yanaunga mkoa wa Ruvuma, lakini pia yanaunga mkoa wa Morogoro ambapo yanakutana na mto Kilombero, ambao mto Kilombero unaenda pia unaunga mto Rufiji, ambao mwisho wa siku maji haya yanaenda mpaka bahari ya Hindi, ambayo ndo inakuwa ni mwisho wa maporomoko ya mto Ruhuji. Vema sana. Umesema kwamba mto huu huko unakotoka unapita katika vijiji, lakini vile vile wanaweza kutumia baadhi sehemu fulani ya maji, lakini kwa usimamizi. Nini hali ya usalama wa mto huu katika mapito yake unapopita katika mkoa wa Njombe mpaka hapa tulipo, na unakwenda katika mkoa wa Ruvuma mpaka katika mkoa wa Morogoro, unaingia katika bonde la mto Kilombero? Usalama wa mapito ya mto na chanzo chake. Usalama kiuhalisia kwa sehemu za mbali siwezi kuongelea, ila kwa Njombe mjini ambapo ni maeneo ambayo ninafanyia kazi na ambayo yanaonekana kwa urahisi, mapitio yake ni salama na tunahakikisha watu wa halmashauri wanafanya kazi yao kama ilivyopangwa. Vyema sana. Twende sasa katika uhifadhi msingi ambao unafanywa na wakala wa huduma za misitu Tanzania katika mkoa wa Njombe. Hapa kuna karatasi ambayo nimepewa hapa na Profesa Dos Santos Silayo ambayo inaonyesha kwamba Njombe ina misitu ifuatayo. Kuna msitu wa Shamyombo, lakini vile kuna msitu wa Nyave, Numbi, Ikorinto, Ilunda, Iditima, Iloganjaula, Itoni,
Mapala, Kitandililo, Nguruka, Kigogo, Ihang'ana mpaka Ihang'ana. Takriban misitu kama 12 au kiasi cha 10 hivi, ambapo ndani yake unapata vyanzo vya vijito na vijito halali: Nyave, Numbi, Mkomela, Ligabena, Mkungwe, Ihwanganjalau, Hagafilo, Itoni, Mapala, Kitandililo, Nguruka pamoja na Kigogo. Nataka sasa waambie watazamaji wa kipindi cha Tanzania Mpya, uhifadhi wa misitu hii na vyanzo hivi ukoje? Kwa upande wa TFS tunasimamia ipasavyo ili kuhakikisha kwamba vijito vinavyotoka katika... Simamia misitu ipi ambayo unahakikisha kwamba vijito viko salama? Misitu ipi katika hii ambayo nimeweza kuitaja hapo? Kwa misitu yote ambayo umeitaja hapo tunasimamia misitu minne kutokana na kolamu yako hapo ulioitaja. Misitu ambayo ipo karibu Njombe mjini hapa kuna misitu mitatu ambayo inapatikana katika kijiji kimoja, kijiji cha Nundu. Tuna msitu wa Itoni, Mapara na Nguruka ambayo tunaihifadhi sisi watu wa TFS. Lakini pia kuna msitu mmoja upo zaidi ya kilomita 100 kama na 15 barabara ya Lupembe ambao ni msitu wa Iditima ambao kwa leo nafikiri hatutaweza kufika kule, ila tutashughulika na misitu mitatu ambayo ipo karibu na mjini. Vema sana. Tupe sasa namna ya uhifadhi wa hii misitu mitatu na ukubwa wake, lakini vile vile kuna vijito gani na vijito gani ambayo inatoka katika hii misitu mitatu ambayo iko Njombe mjini hapa? Ndio. Kwa uelewa wa kawaida kutokana na misitu ambayo tunaisimamia pale, misitu ya Itoni, Nguruka na Mapala, ndani yake kuna vijito vingi, vyanzo vingi mle ndani. Kwa majina siwezi kuvitaja kwa sababu ni vingi, lakini baadhi tunaweza tukauliza wazee ambao wanaweza wakawa wanaelewa kwa Kiruga. Ndio. Lakini vijito vile ambavyo tunahifadhi vinatiririsha maji yake na kwenda kuunga katika mto wa Gafiro. Mto wa Gafiro ambao na wenyewe unaenda kuungana na mto Rufiji ambaye mwisho wa siku unafika mpaka bahari ya Hindi. Nini hali ya usalama na uhalisia wa mto Agafilo? Hali ya usalama kwa mto Agafilo siwezi kusema kwamba umeharibiwa sana, au hali ya usalama iko vizuri kwa mto Agafilo. Unaposema vizuri unakuwa unamaanisha nini? Namaanisha kwamba kama ni maji tiririka yanatumika kwa uangalifu na kwa usalama zaidi, ili kuhakikisha hata watumiaji wa mbele waweze kutumia maji ambayo ni salama. Nikiangalia hapa katika hii misitu mitatu ambayo iko Njombe mjini na ambayo mnaisimamia, naweza nikaona kwamba ni misitu mikubwa sana na wafanyakazi wa TFS ni wachache. Mnatumia njia gani shirikishi kuona misitu hii inahifadhiwa? Njia ambazo tunazitumia kama wataalamu wa misitu pia, lakini pia kama wahifadhi, tunatumia njia tunashirikisha wanakijiji, lakini pia kuna kamati za vijiji za mazingira ambazo ndio pia tunashirikiana nazo katika uhifadhi. Kamati hizo za mazingira zinafanya kazi gani? Kamati za mazingira ni kuhakikisha kwamba misitu kwa muda wote inakuwa salama. Kama kutatokea moto, kutatokea mtu amepeleka mifugo ndani, kutatokea mtu amevamia msitu ule, kama sisi hatutakuwa na taarifa, basi kamati ya mazingira inahusika kutujulisha sisi wataalamu wa misitu ili tuweze kufika eneo lile na kuweza kushughulikia ile tatizo lililoko kwa muda huo. Kujua kwamba ofisi za wakala wa huduma za misitu Tanzania ziko mbali na misitu hii, hata kama zingekuwa karibu, bado uwezo wa wakala kushughulikia misitu ni mdogo sana. Je, mnakutana hizi kamati kwa mara ngapi kwa mwezi au kwa mwaka? Na je, wanapata mafunzo ya kuweza kuwapa nguvu ya kuweza ya kimaarifa na kitaaluma kuweza kutunza hii misitu? Huwa tunakutana nao kwa mwaka zaidi ya mara 2 au mara 3. Lakini pia kitu ambacho tunawaeleza pale, kwa sababu ule ni uhifadhi, kuna faida ambazo wanazipata wao
direct kutoka kwenye hifadhi ya misitu. Kwa mfano, tunapotengeneza barabara za moto lazima tuhusishe wanakijiji ili waweze kutengeneza barabara za moto. Kwa hiyo tunawapa kama fursa. Kwa hiyo wakati wa kutengeneza barabara zile kuna vitu pia wanaweza wakagundua na wakaweza kutuambia. Vema sana. Kuna jambo jingine ambalo ni muhimu sana ukalielezea hapa watazamaji. Hawa ni wanavijiji ambao hawajaajiriwa na TFS. Wala hawapati aina yoyote malipo kutoka TFS. Kuna njia gani ambayo mnaitumia kama ni kuwapa vivutio ili waweze kutekeleza jukumu muhimu sana la uhifadhi? Kwa uhifadhi, kwa sababu ile ni misitu ya lendi maji, ni misitu ya vyanzo vya maji. Kwa hiyo ni jukumu lao na jukumu letu pia kuhakikisha kwamba tunahifadhi misitu ile, lakini pia kuna watu wa tunaweza kusema TASAF huwa wanatoa mizinga kwa wale wanakijiji kuwapa ili wafanye shughuli zao pembeni ya misitu kule. Hata katika, unajua, unapoweka mizinga pia ni uhifadhi pia. Kwa hiyo ile ni kutokana na vipato vyao, kwa sababu wanakuwa na vikundi pia. Lakini pia TFS kama TFS huwa kuna motisha ambazo huwa zinakuja. Kwa mfano, wanaweza wakaleta viriba au mbegu, lakini kama tunatambua kuna kikundi, lazima tunakipatia mbegu zile pamoja na viriba ili kuendelea uhifadhi wetu uweze kuendelea, ili na wao wakapande kwenye mashamba yao ili wasitegemee misitu yetu. Sema sana. Kuna changamoto gani ambazo mnakumbana nazo katika kutekeleza majukumu ya uhifadhi? Changamoto siwezi kusema ni nyingi sana, ila changamoto ni za kawaida. Changamoto ambazo huwa tunakutana nazo mara nyingi ni changamoto ya moto ambao unatoka kwenye mashamba ya watu binafsi na kujaribu kuja kuingia katika misitu yetu, ila kwa taarifa ambazo tunazipata na wanakijiji ambao tulionao, kwa sababu tunashirikiana nao vizuri, huwa wanawahi kuzuia moto hata kabla ya sisi hatujafika, ila tunapofika tunahakikisha kabisa kwamba tunashirikiana nao kupambana na ule moto ili usije kufanya uharibifu katika misitu. Kwa mfano, wewe ni kijana ambaye ni mhifadhi misitu daraja la pili. Nini fahari yako ambayo unasikia kuwa unahifadhi moja ya vyanzo vya maji muhimu kabisa ambavyo vinapeleka maji katika mto Rufiji? Mimi kwanza kabisa najisikia faraja kubwa sana, lakini pia tungeomba wanakijiji ambao tupo nao katika kushirikiana nao kwamba tunahifadhi misitu ile, ni kuhakikisha kwamba hatutengenezi nao conflict ya aina yoyote au ugomvi wa aina yoyote, ili kuhakikisha kwamba misitu yetu wanailinda vizuri. Lakini pia wanaweza wakapata hata maji kutoka kwenye msitu pale, kwa sababu kuna vijito vingi ambavyo vinapita kwenye makazi yao. Kwa hiyo wakifanya uharibifu, ina maana hata yale maji pia wanaweza wasiyapate kwa muda ule. Lakini pia wanapata hewa nzuri, wanafurahi kwa hilo. Lakini pia mvua kule ni nyingi kuliko Njombe mjini. Vema sana. Wewe ni kijana kama nilivyosema hapo awali. Mradi huu ambapo maji haya yanakwenda kwa ajili ya kuzalisha umeme pale katika Julius Nyerere Hydro Power Project umebuniwa katika mpango wa maendeleo wa taifa wa 3 wa miaka mitano mwaka 1969 mpaka 74. Ulikuwa hujazaliwa. Leo hii unahusika katika uhifadhi wa maji ambayo yanakwenda kuzalisha umeme huu. Unajisikiaje au unaelewa nini kuhusu na mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project? Mimi najisikia vizuri kama kijana, kwa sababu kwanza mradi ule utatusaidia kuhakikisha kwamba umeme tunaoupata nafikiri utakuwa hausumbui kutokana na vyanzo vingi vya maji ambavyo vinapeleka katika mradi ule. Ila cha msingi ni kwamba ni kuhakikisha kwamba uhifadhi tunaufanya kwa kiwango cha juu ili tupate kitu ambacho ni kizuri kule ambacho kitazalishwa kwa vizazi vitakavyokuja, hata kama sisi tutakuwa tayari tulishaondoka.
Asante sana Bwana Bima Jumanne. Mtazamaji wa TBC1, hususan kipindi cha Tanzania Mpya, tunafika mwisho wa ngwe ya kwanza ya kipindi cha Tanzania Mpya, kipindi ambacho kimerekodiwa katika mji wa Njombe. Hapa katika mji wa Njombe ni mahala ambapo mto Ruhuji unapita kutoka kule katika chanzo chake, na unapita hapa unakwenda hadi katika mkoa wa Ruvuma na baadaye katika mkoa wa Morogoro na kuingia katika bonde la mto Kilombero. Mto Ruhuji ni moja kati ya mito muhimu sana ambayo inachangia maji katika mto Kilombero. Zingatia kwamba katika mito ambayo inakwenda kuungana na kutengeneza mto Rufiji ambao ni Kilombero pamoja na Ruaha Mkuu, mto Kilombero unachangia 76% ya maji ambayo yanakwenda katika mto Rufiji. Kwa maneno mengine, unaweza kusema kwamba mto Kilombero na bonde zima la Kilombero ndiyo roho na uhai kabisa wa mradi wa Julius Nyerere Hydro ambao unatekelezwa pale katika mto Rufiji. Lakini tunaposema kwamba mto Kilombero ndiyo roho ya mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere, basi Kilombero nayo inategemea sana maji ya mto Ruhuji. Na kwa maana hiyo, kwa hakika ni wajibu wetu kama Zalendo kuwatia shime watu wa mkoa wa Njombe, lakini na wa mikoa 11 ambayo inaunda bonde la mto Rufiji, kuhakikisha kwamba wanasimama kidete, wanathibitisha uzalendo wao kulinda vyanzo hivi pamoja na misitu ya hifadhi, na ambayo sio hifadhi misitu ya vijiji ambayo kwa njia moja au nyingine inachangia katika ekolojia ya mito ambayo inapeleka maji katika mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Mtazamaji, usiondoke, tunakwenda breki ambapo utapata taarifa fupi au uchambuzi mfupi juu ya mradi wa Julius Nyerere, na katika ngwe ya pili ya kipindi hiki tutakwenda sasa msituni kule ambako utakwenda kushuhudia sasa mto Agafilo ambavyo unatiririka kutoka katika misitu ile mitatu. Kumbuka hapa huu ni mto Ruhuji, lakini Njombe hii hatua chache tutakwenda kukutana na mto Agafilo. Bonde la mto Rufiji linaundwa na mikoa 11. Katika mikoa 11, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Iringa, Morogoro na Mbeya unaweza kuitamka kama ndio msingi wa bonde hili. Hii ni kwa sababu mikoa hii kwa umoja wao ndio ambayo inachangia maji mengi zaidi yanayokwenda katika bonde la mto Rufiji na hatimaye katika mto Rufiji, mahala ambapo panatekelezwa mradi kabambe, mradi wa kimkakati, mradi wa kufua umeme wa uhakika na umeme wenye gharama nafuu, mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere wenye thamani ya takribani shilingi za Tanzania trilioni 6.5. Nyuma yangu ni moja kati ya maporomoko madogo yanayotengenezwa na mto Ruhuji. Mto Ruhuji ambao asili yake ni katika wilaya ya Makete na katika mkoa wa Njombe, unapita hapa katika Njombe mji ambapo kuna daraja kubwa unalogawa mji wa Njombe, upande mmoja wa mji na upande mwingine wa mji. Lakini daraja hilo ndilo ambalo linaunganisha njia kuu ya kutoka Makambako kwenda mpaka Songea. Licha ya mto huu kuwa muhimu sana katika kuchangia maji yake katika mto Rufiji mara baada ya kuwa umeungana na mto Kilombero, lakini mto huu pia umekuwa na faida kubwa sana kwa wakazi wa mji wa Njombe. Picha kadhaa ambazo utaziona hapo ni sehemu ya maporomoko ya mto Ruhuji ndani kabisa ya Njombe mji. Na kwa hakika eneo hili ikitokea kwamba halmashauri ya mji wa Njombe inaamua kutengeneza moja kati ya maeneo ambayo ni vivutio kwa ajili ya utalii wa ndani, ni pamoja na eneo hili ambalo liko katikati kabisa ndani kabisa ya mji wa Njombe, kwa sababu ukifika hapa maporomoko haya kwa hakika unaweza ukayafananisha na maporomoko ya Niagara kule katika Amerika ya Kaskazini. Na hata kama utakuwa unatega masikio vizuri, unaweza ukasikia mlio na vurumai ambayo inafanywa na maji haya. Maji haya licha ya kupita katika mji wa Njombe yanakwenda moja kwa moja mpaka katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Ruvuma na hatimaye hadi katika mkoa wa Morogoro, ambapo anakwenda katika bonde la mto Kilombero na kuungana mto Kilombero na hatimaye mto Kilombero kuungana na Ruaha Mkuu na kuunda mto Rufiji.
Mikoa mingine ambayo bonde la mto Rufiji inatambaa ni pamoja na Dodoma, Pwani, Tabora, Singida pamoja na Dar es Salaam kwa maeneo ya wilaya ya Temeke. Kipindi hiki kimerekodiwa kutoka katika mkoa wa Njombe na hususan katika mji wa Njombe. Mji wa Njombe ni muhimu sana katika uhifadhi wa vyanzo ya vijito pamoja na mito ambayo inachangia maji katika mto Rufiji. Hapa katika mji wa Njombe kama ambavyo picha unaiona, huu ni mto Ruhuji. Mto Ruhuji ni moja kati ya mito minne mikubwa ambayo ndiyo inapeleka maji katika mto Kilombero, mto ambao unachangia 76% ya maji ya mto Rufiji. Mito mingine ambayo inapeleka maji katika mto Kilombero na kuweza kupata sasa Kilombero mkuu ni pamoja na Ruhuji yenyewe, lakini kuna mto Mpanga pamoja na mto Mnyera na mto Agufilo. Au mto wa Agufilo unatokana kabisa na misitu mitatu ambayo iko hapa katika mji wa Njombe. Misitu hiyo ambayo inasimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS ni misitu ya Itoni, Mapala pamoja na Nguruka. Mtazamaji, unapofuatilia kipindi hiki cha leo, nataka nikueleze ni kwa namna gani ambavyo kazi ya uhifadhi inayofanywa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania ikiongozwa na mzalendo mahiri kabisa ambaye ni kamishna mkuu wa uhifadhi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, Profesa Dos Santos Silayo, ninakwenda kukueleza ni kwa namna gani ambavyo kazi hii imetukuka. Nitakuchukua hatua kwa hatua kukuonyesha ni kwa kiasi gani ambavyo kazi inayofanywa na TFS kwa hakika inaleta tija kubwa sana kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, hususan kwa mambo makubwa matano. Jambo la kwanza, uhifadhi ambao unafanya na TFS ni uhifadhi wa vyanzo vya mito na vijito ambavyo vinatiririsha maji kwenda katika mto Rufiji. Kwa taarifa yako, mradi wa Julius Nyerere ambao unakwenda kuzalisha megawati jumla za umeme 2115, ule mradi si chochote si lolote ikitokea siku vyanzo vya vijito na mito ambayo imehifadhiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania ikawa imekauka. Roho ya mradi wa Julius Nyerere ni mtiririko wa maji ambayo yanatoka katika vijito na mito ambayo imeanzia katika misitu ambayo inahifadhiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania, lakini maeneo mengine inapita na kuanzia katika maeneo ambayo yamehifadhiwa na National Parks kwa maana ya Tanzania National Parks Authority kwa maana ya TANAPA, lakini vile vile mito mingine inaanzia na kupita katika maeneo ya mapori yaliyohifadhiwa, kwa mfano pori la Selous ambalo liko chini ya Mamlaka ya Wanyamapori Tanzania TAWA. Nitakuonyesha tu namna ambavyo TFS inafanya kazi iliyotukuka katika kuhifadhi vyanzo vya vijito na mito katika mkoa wa Njombe. Katika mkoa wa Njombe, TFS inasimamia misitu kwa njia moja au nyingine, misitu takribani 12. Ninaposema kwa njia moja au nyingine, na maana kwamba katika hii misitu 12 TFS inasimamia moja kwa moja misitu 4, lakini misitu 8 iliyobaki inasimamiwa na halmashauri, lakini wanaitumia TFS kupitia idara ya misitu iliyoko halmashauri kusimamia misitu hii kwa tija na kwa namna ambayo itaweza kudumu daima dawamu, ili kuwezesha kizazi cha sasa na vizazi vijavyo viweze kufaidika na misitu hii. Misitu hiyo ni Shamyombo, Nyave, Numbi, Ikorinto, Ilunda, Iditima, Iloganjaula, Itoni, Mapala, Kitandililo, Nguruka pamoja na Kigogo. Ndani ya misitu hii tunapata vijito na mito takribani 10. Mito na vijito hivyo ni Halali, Nyave, Numbi, Mkomela, Lingabena, Mkungwe, Ilongajaula, Hagafilo, Itoni, Mapala, Kitandililo, Nguruka, Kigogo na Mtitu. Vijito hivi pamoja na mto Ruhuji ambao umepita hapa na mto Agafilo ambao unatokana na misitu mitatu ya Itoni, Mapala pamoja na Nguruka, inathibitisha ni kwa namna gani ambavyo mkoa wa Njombe una umuhimu mkubwa sana katika kuchangia maji yanayokwenda katika mto Rufiji, mto ambao unakwenda kuiwezesha Tanzania kufua umeme wa gharama nafuu, umeme wa uhakika, umeme unaotokana na nguvu za maji pale katika mto Rufiji. Ukiacha mito hii ya Ruhuji pamoja na Agafilo, pale katika mkoa jirani wa Ruvuma
kuna mito mitatu muhimu sana ambayo inapeleka maji katika bonde la mto Kilombero, na hususan katika mto Kilombero na moja kwa moja mpaka katika mto Rufiji. Hii si mingine bali ni mto Mpanga, mto Mnyera pamoja na mto Luwegu. Mito hii ina nafasi kubwa sana katika kupeleka maji katika mto Rufiji, lakini mito hii isingeweza kupeleka maji hayo, kutiririsha maji hayo hadi katika mto Kilombero, lakini hatimaye mto Rufiji, kama si uhifadhi uliotukuka, uhifadhi makini, uhifadhi wa kizalendo unaofanywa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Ukiacha mkoa wa Njombe, mikoa ya kusini na pamoja na nyanda za juu kusini ambayo ina nafasi muhimu sana ya uhifadhi wa misitu, na ndani yake kunapatikana vijito na mito ambayo inapeleka maji katika mto Rufiji, ni pamoja na wilaya ya Kilolo ambayo iko katika mkoa wa Iringa. Katika wilaya ya Kilolo kuna msitu ambao unaitwa Kilombero Forest Nature Reserve. Katika msitu huu kuna takribani vijito na mito 26. Nisikilize kwa makini. Katika hifadhi ya asili ya Kilombero au Kilombero Forest Nature Reserve panapatikana vijito na mito takribani 26. Vijito na mito hiyo ni Rupeta, Mlangali, Londo, Mkangazi, Chiwachiwa, Ruipa, Iguo, Vikongwa, Ruipa, Mkiga, Mlawi, Lugono na Luwala. Mito na vijito vingine ni Kinyambili, Ikilili, Ilanzi, Ikolo, Lusamba, Mpeta, Idua, Mlimbasi. Mito na vijito vingine pia ambavyo vimepatikana katika Kilombero Forest Nature Reserve ni pamoja na Ifumbo, Mpeta, Ilenga, Kilambo, Ilongero, Ukwepa, Mgeta na Liganga. Lakini vijito na mito mingine ambayo bado inapatikana katika maeneo ya uhifadhi yaliyoko ndani ya wilaya ya Kilombero pamoja na Kilolo ni pamoja na, kwanza, msitu wa hifadhi wa Ilungu ambako ndani yake panapatikana vijito vya Namawala na Rubungo, Londo, Idete, Doko, Videnge, Ruipa, Mchombe, Mgeta, Chombe na Kaguru, Mpakaka, Mkusi na Njage. Vijito vingine ni Lumega, Maganda, Chiwachiwa, Mfumbwe, Mpofu, Londo, Hangi, Mtongazi, Kapumba, Lwanzwazwa. Tukiwa bado katika mikoa minne ambayo kwa hakika mchango wake katika kutiririsha maji kwenda katika mto Rufiji, tuangalie pia mkoa wa Mbeya ambao una misitu ya Irenga, Chumvwi, Ilembo Usafwa, Irungu, Mwambalizi, Kibomo pamoja na Kibomo. Misitu hii inatengeneza vijito na vijito vifuatavyo. Kuna Irenga, Patagwa, Shirambo, Ushanga, Mabwa, Ababishi, Ahabishi, Mlowo, Legere. Mito na vijito vingine ni Wolia, Msagano, Iramba, Irenga, Kapumba, Halanzi, Patagwa. Pia ipo mito na vijito vingine kama Lunyanyo, Njeya, Shimwelo, Mwambalizi, Mangawe, Idagama, Mpembe, Ilenga, Mtangazi, Myombwe, Mkwata, Mhangasi, Idete, Mgeta, Mpeta, Kipinda, Mkani, Figoko, Jangwani, Irindi, Idete, Ihogoha, Iyoga, Mlowa pamoja na Itami. Lakini misitu mingine ambayo inapatikana katika ukanda huu mpaka maeneo ya Kilolo ni pamoja na msitu wa Kipanukandinda, Mikalanwa, Chomoka, Ilongero, Jangwani, Image, Boma Mzinga, Kisingagulo, Kiholela, Mazombe Renji, Kisokela, Uduzungwa Skap, Kilazingutulu, Vikamata pamoja na Iziko, Itwangilo, New Dabagaulongambi, Kisingangulo, Kitifa, Itogetero pamoja na Manyabu. Lakini vijito na mito mingine ambayo inapatikana katika ukanda huu ni pamoja na Idete, Mkulanga, Lukosi, Hasi, Kidete, Mgombezi, Funzugwa,
Kidumuka, Nyaga, Ibofwe, Kitifa, Itogotera, Manyabu na Mdendesa. Mtazamaji, kwa hakika unapofuatilia kipindi hiki unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo uhai wa mto Rufiji unategemea sana vijito na mito ambayo inatiririsha maji kwenda katika ule mto. Mto Rufiji kwa peke yake si chochote, si lolote. Lakini kubwa zaidi, kama mto Rufiji hauwezi kuwa na maji ya uhakika, basi mradi wa kufua umeme wa maji na wa gharama nafuu wa Julius Nyerere utakuwa ni kazi bure. Na hilo jambo nataka nikwambie mtazamaji wa kipindi hiki, ukweli ni kwamba mradi wa Julius Nyerere hata siku moja utakuwa kazi bure. Badala yake unakwenda kuwa ni injini ya kitofauti kabisa, injini yenye nguvu kubwa. Mtaani wanasema kwamba mashine kubwa ambayo inakwenda kuleta mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi katika nchi ya Tanzania. Na hii ni kwa sababu vyanzo vya maji, vyanzo vya mito na vijito ambayo vinapeleka maji katika mto Rufiji kupitia mito mikubwa miwili, mto Kilombero pamoja na mto Ruaha Mkuu, iko salama, inashamiri, ina afya, na sana sana naweza nikakwambia ni kwamba inafanya vurugu ambayo kama unaisikia hiyo katika moja kati ya maporomoko yanayotengenezwa na mto Ruhuji. Yawezekana ukawa unaona kama vile hadithi ambayo inakwenda kuwa kweli ya kuzalisha umeme wa gharama nafuu wa megawati 2115 kwamba inaweza kama vile labda ni kama aina fulani ya maigizo. Hapana mtazamaji wangu, nachotaka kuambia ni kwamba kuna faida kubwa sana ya kuwa na chanzo cha umeme, kwanza chenye uhakika, lakini pili chenye gharama nafuu, lakini tatu ambacho kinahifadhi mazingira, ambacho ndicho kinapatikana katika mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere Hydro Power Project. Tunapozungumza hapa, nchi ambazo zinaongoza duniani kwa umeme wenye gharama nafuu na umeme ambao umewasaidia sana katika kuleta mapinduzi makubwa ya kiviwanda na maisha ni nchi za Nordic. Tunaposema nchi za Nordic, tuna maana ya nchi zifuatazo. Kwanza ni Uswidi, lakini pili ni Ufini. Uswidi ndio Sweden, Ufini ndio Finland, lakini kuna Norway pamoja na Denmark. Hizi ndizo nchi ambazo zinaunda ukanda wa nchi za Scandinavia, na kwa asili yake na maumbile yake ni eneo la nchi zile liko kaskazini kiasi fulani mwa dunia, na kwa maana hiyo sehemu kubwa majira ya mwaka ya nchi hizo unakuta kwamba kunakuwa na muda mwingi ambao kunapatikana majira ya baridi, na kwa maana hiyo kunakuwa na theluji nyingi. Na kwa kuwa na theluji nyingi, basi kuna vyanzo vingi sana vya mito, na pia maumbile ya ukanda wa Scandinavia ni pamoja na miamba mikubwa ya mawe kama hii ambayo inapatikana katika eneo la mto Ruhuji ambapo unapita hapa katika mji wa Njombe. Na kwa maana hiyo nchi hizi za ukanda wa Scandinavia zina maporomoko mengi sana ya mito na maji ambazo zimeitumia katika kuzalisha umeme wa gharama nafuu. Na hii ndio sababu serikali ya awamu ya kwanza ilipokuwa kiongozwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika miaka ya 60 mpaka 70 iliweza kupeleka Watanzania wengi sana katika nchi za Nordic kwa ajili ya kwenda kujifunza uhandisi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji, hayo hydro engineering. Na moja kati ya wahandisi mahiri kabisa katika eneo hili la hydro engineering ni pamoja na mhandisi Leonard Masanja ambaye kwa sasa ni katibu mkuu katika Wizara ya Nishati. Ni kutokana na urahisi, gharama nafuu za uendeshaji wa miradi hii, ndio maana serikali ya awamu ya 5 ikaamua kwamba mradi huu uweze kutekelezwa. Sasa nini faida ambazo unazipata unapotekeleza mradi wa kuzalisha umeme kwa nguvu za maji? Kwanza kabisa, unapunguza gharama za maisha ya watu wako. Mimi na wewe tunafahamu kipindi kinaporekodiwa kwa mwaka 2021, moja kati ya vitu ambavyo vinamsumbua kila Mtanzania, vinamfanya akili ya Mtanzania ifanye kazi kwa haraka zaidi, ni gharama za kununua umeme wa TANESCO kwa maana ya luku. Sina maana ya kusema kwamba umeme wa TANESCO ni ghali sana, lakini ni ghali. Sasa unapokuwa na umeme wa maji, huu umeme wa sasa hivi wa TANESCO ambao tunalipa kwa njia ya luku, unakwenda kushuka gharama. Kwa hiyo kama sasa hivi kichwa chako kinaumia kwa kuweza kununua luku, nataka kaa kitako hapo, tuliza akili kabisa. Muda si mrefu, inapofika Juni 2022, baada ya mradi kuanza kufanya kazi, umeme unaenda kushuka. Kwa wale walikuwepo miaka 70, walikuwepo miaka 60, wakati nchi ikitegemea vyanzo takriban viwili au vitatu vya umeme kwa maana ya Kidatu pamoja na Pangani Falls, umeme, gharama ya umeme, wafanyakazi wakaa mijini walikuwa nalipa ankara ndogo sana ya umeme, kwa sababu umeme ulikuwa unatokana na nguvu ya maji. Lakini baadaye tulipokuja kuingiza
umeme wa gesi na gharama nyingine za uendeshaji, ndipo umeme ukaweza kupanda bei. Lakini uamuzi uliofanywa na serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli na sasa serikali ya awamu ya 6 kutekeleza mradi huu unakwenda kubadili kabisa hali ya maisha na hali ya uchumi wa Tanzania. Lakini faida kubwa kabisa ya umeme wa kutumia nguvu za maji ni kwamba kwa sababu gharama yake ni ya chini, viwanda ambavyo vinalipa ankara kubwa ya umeme kwa ajili ya kuzalisha bidhaa sasa vinakwenda kulipa ankara ya chini sana. Sasa nini manufaa yake? Manufaa yake ni kwamba unapopata bidhaa yoyote dukani ambayo imetengenezwa kiwandani, unapoinunua pale, kuna gharama nyingi ambazo zimebebanishwa hapo. Wewe mlaji unapoingiza hivi mfukoni kutoa ile pesa, wewe ndio unalipa gharama zote hizo. Gharama ya kwanza kabisa ni ununuzi wa mitambo ambayo inakwenda kutengeneza kile kiwanda. Gharama ya pili ni ya umeme ambao unakwenda kutumika kuendesha kile kiwanda. Gharama ya tatu ni ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye kile kiwanda. Gharama ya 4 ni kodi ya nchi hii ambayo ni wajibu wangu mimi na wewe kulipa ili Tanzania iweze kuendelea. Lakini katika hivi vitu vine ambavyo nimekuambia, kwa maana gharama za kununua mitambo, gharama za ankara ya umeme kuendesha kiwanda, gharama ya mishahara pamoja na maslahi ya wafanyakazi, pamoja na kodi ya nchi hii, sehemu kubwa ya gharama ambayo inakwenda kumuumiza mlaji wa mwisho wa ile bidhaa ni gharama za umeme. Sasa unapokuwa na chanzo cha umeme kama hiki cha Mwalimu Nyerere ambacho kipo katika mto Rufiji, maana yake ni kwamba takribani 20 mpaka 30 mpaka 40 ya gharama unakwenda kuipunguza. Usishangae kabisa tukafika hapa mwaka 20 na 22 hata bidhaa madukani zikapungua bei yake. Lakini faida kubwa zaidi ni kwamba hatuwezi tu viwanda vyetu vikazalisha bidhaa ambazo zinatumika Tanzania. Ni lazima tuuze nchi za nje ili tuweze kupata fedha za kigeni ambazo zitatusaidia kununua mahitaji yetu mbalimbali kutoka katika nchi nyingine. Faida sasa ambayo inatokana na utekelezaji wa mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project ambao unakwenda kushusha gharama za umeme ni kwamba kwa gharama za umeme kushuka kwa viwanda vyetu, maana yake ni kwamba bidhaa ambazo tutakuwa tunauza nje kwenye soko la kimataifa bei yake itashuka. Kwa hiyo katika kushindana na bei za bidhaa za nchi nyingine, wateja kule katika soko la kimataifa watapendelea bidhaa za Tanzania kwa sababu bei yake ni nafuu. Lakini unafuu umetokana na nini? Umetokana na gharama za umeme ambazo kiwanda kinalipa kuwa za chini. Nikwambia mtazamaji, Tanzania tunatekeleza mradi wa kujivunia wa Julius Nyerere Hydro Power Project pale katika mto Rufiji na tunapata megawati 2115. Kuna nchi kama China ambayo ina mtambo wa kufua umeme wa megawati 20,000. Hebu fikiria, huu mradi wetu wa Julius Nyerere unaingia mara ngapi katika mradi wa kufua umeme wa maji kule China mkubwa ambao unatengeneza megawati 20,000. Lakini kwa nini imewezekana? Imewezekana kwa sababu kwanza wana vyanzo vikubwa vya mito, lakini pili mazingira pamoja na iko vizuri katika kutoa maji ya kutosha. Hilo Tanzania pia tunaweza, hata kama sio kwa kuzalisha umeme mwingi wa megawati 20,000, lakini vyanzo kama vya mto Rufiji, lakini vyanzo kama vya mto Ruwegu vina uwezo wa kuzalisha megawati 300, 400, 500, 600. Vyote hivi tukivitumia, Tanzania itazidi kuneemeka kwa kuwa na umeme mwingi, lakini bado huo umeme ni wa uhakika, lakini pia ni wa gharama nafuu. Mtazamaji, kwa hakika unaweza ukathibitisha ni kwa namna gani ambavyo Tanzania ni nchi ya neema kupitia eneo hili ambalo unaliona hapa nyuma yangu. Hii ni sehemu ya maporomoko ya mto Agafilo, mto ambao unatiririsha maji yake moja kwa moja kwenda katika mto Kilombero, lakini uko katika eneo la mji wa Njombe. Nimeambiwa hapa kwamba mto huu unatoka katika eneo la Uwemba ndani ya mkoa wa Njombe, lakini matokeo ya mto huu ni vijito na mito midogo midogo ambayo inatoka katika misitu ya hifadhi mitatu ambayo inahifadhiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania. Misitu hiyo ni Itoni, Mapala na Nguruka. Nacho tutakwambia mtazamaji, nimefika hapa si kwa jambo jingine bali kukuthibitishia kwamba uamuzi uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutekeleza mradi kabambe, mradi wa kufua umeme wenye gharama nafuu pale katika mto Rufiji, ni uamuzi ambao
ulitekelezwa mara baada ya kuwa kumefanyika utafiti na upembuzi yakinifu wa uhakika unaothibitisha kwamba ndani ya mto Rufiji na ambao unapeleka maji katika eneo la mradi maji yapo ya kutosha. Wapo kina Thomas ambao kila siku huwa hawaamini, na hasa maamuzi ambayo yanafanywa na nchi ambazo zinaendelea, na hasa maamuzi ambayo yanafanywa na wataalamu wa ndani. Kama unavyofahamu, maamuzi ya kuweza kutekeleza mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere kwa mara ya pili, kwa maana ya kwamba uamuzi wa mara ya kwanza ulifanyika miaka ya 70 pale ambapo mradi huu uliingizwa katika utekelezaji katika mpango wa maendeleo ya nchi hii wa taifa wa tatu wa miaka mitano, kwa maana kutoka 1969 mpaka 1974. Sasa namleta hapa mtaalamu ambaye anatoka wakala wa huduma za misitu Tanzania, Bwana Bima Jumanne, aweze kutueleza ni kwa namna gani ambavyo uhifadhi wa mto huu asili yake, lakini pamoja na namna ambavyo hiyo misitu mitatu ya hifadhi inavyotunzwa na TFS kwa kushirikiana na wananchi. Bwana Bima Jumanne, hapa tuko wapi? Lakini pili, tunaposema tuko wapi, ingekuwa vyema sana kama ungewaambia watazamaji mto huu umetokana vitu gani na umeanzia wapi? Mto huu umeanzia maeneo ya Uwemba, Utalingolo, kijiji cha Agafilo ambako ndo mto huu unapita. Lakini pia mto huu, maporomoko ya mto huu Agafilo yanatokana pia na uchangiaji wa maji ambayo yanatiririka kutoka katika vijito vidogo ambavyo vinatoka katika misitu yetu mitatu iliyoko maeneo ya Njombe mjini. Misitu hiyo ni msitu wa Itoni, Mapara na Nguruka, ambayo pia ni source kubwa ambayo inachangia kuleta maji katika maporomoko ya mto Agafilo, ambayo mto huu Agafilo unamwaga maji yake pia katika maporomoko ya mto Rufiji, ambao mwisho wa siku maji haya yanaenda katika bahari ya Hindi. Asante sana. Kama ambavyo umesema kwamba unatoka katika milima ya Uwemba, lakini unapita katika hifadhi, katika misitu ya hifadhi mitatu ambayo inasimamiwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania, misitu ambayo ni Itoni, Mapara pamoja na Nguruka. Watazamaji wangependa kufahamu hii misitu ina ukubwa gani, lakini ina aina gani ya miti ambayo inapatikana kwa wingi pale, lakini utunzaji wake unatunza kwa kushirikiana na nani? Mnashirikianaje na wadau wengine kuona kwamba misitu hii iko salama? Misitu hii ya hifadhi, misitu ya Itoni, Mapara na Nguruka, tunaisimamia kwa kushirikiana na wanakijiji wanaoizunguka misitu hiyo, ambao ni wanakijiji wa Nundu na vitongoji vyake. Kuna Nundu njia panda, kuna Nundu shureni, lakini pia kuna wanakijiji wa Chauganga pia. Vema sana. Tunapofika mwisho wa kipindi hiki, wewe mwenyewe binafsi kama mhifadhi unatoa wito gani kwa wananjombe katika kuhifadhi vyanzo vya mito hii? Natoa wito kwa wananjombe ni kuhakikisha kwamba maporomoko ya mto Agafilo yasiharibiwe, ni kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao vizuri ili kuweza kutunza maporomoko haya ambayo baadaye yanatutolea matokeo chanya kama ufuaji umeme huko mbele ambako ni mto Rufiji. Sema sana, nini ahadi yako kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu katika utunzaji wa vyanzo hivi? Mimi namwahidi Mheshimiwa Mama Samia Suluhu ambaye ni rais wetu, pia kutokana na mafunzo tuliyopata ya uhifadhi kutoka vituo mbalimbali, lakini pia tunaahidi kwamba tutasimamia vyema misitu yetu, misitu ya Itoni, Mapara na Nguruka kwa kuhifadhi na kuhakikisha kwamba maporomoko na vile vijito ambavyo vinatoka katika misitu yetu inahifadhiwa vizuri, na tutasimamia hilo. Asante sana Bwana Bima Jumanne. Mtazamaji wa TBC1, kwa hakika unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo ninashika maji haya na kuyachezea hapa kwa bashasha kabisa, nikiwa ninafaidi utajiri wa nchi ya Tanzania, hasa katika sekta hii ya maji.
Jambo ambalo ni muhimu sana mtazamaji, nikapenda kukuasa. La kwanza kabisa, mahala popote ambapo pana vyanzo vya maji, lakini mahala popote ambapo pana misitu, ni vema kabisa tusiwategemee tu wakala wa huduma za misitu Tanzania kutufanyia hiyo kazi. Wakala wa huduma za misitu Tanzania wale ni kama wataalamu tu wa usimamizi wa misitu yetu pamoja na vyanzo vya maji, lakini kwa hakika sisi sote ni wahifadhi. Kwa hiyo viongozi kuanzia katika ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya tarafa, ngazi ya kata mpaka kijiji, lakini kwa wewe mwenyewe Mtanzania mmoja mmoja lazima ujihesabu kwamba wewe ni mhifadhi, na hasa tunapokuwa kwenye chanzo cha maji kama hiki katika mto Agafilo hapa katika mji wa Njombe. Jambo muhimu ambalo mtazamaji nataka nikwambie, ukitazama hapa katika maporomoko haya ya mto Agafilo ambayo yako ndani ya mji wa Njombe, ni katika barabara ya kutoka Njombe kwenda katika mji wa Songea, unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo hata kama tunatumia kwa ajili ya kupeleka maji katika mto Rufiji na kuzalisha umeme pale katika mradi wa Julius Nyerere, lakini hapa pia panaweza kabisa halmashauri ya mji wa Njombe ikatengeneza mazingira pakawa na utalii wa ndani. Wana Njombe hapa siku za sikukuu, siku za Jumamosi na Jumapili wanaweza kana kukusanyika hapa. Ni swala tu la kutengeneza mazingira kwamba watakapofika hapa wasiweze kuathiri mazingira. Lakini unaweza ukaona makelele ambayo yanapatikana hapa, lakini maji haya unaweza ukazania kwamba kabisa hapa ni Niagara Falls kwa katika Amerika ya Kaskazini. Huu ni uthibitisho kwamba Watanzania kwa hakika ni nchi moja ambayo imebarikiwa sana katika maliasili. Ukiacha maji haya, nchi yetu imebarikiwa madini, nchi yetu imebarikiwa ardhi nyingi sana ya kilimo. Nataka nikwambie jambo moja Mtanzania, na hususan mzalendo, si nchi zote ambazo zina baraka ya maji, lakini na baraka ya ardhi ya kutosha, baraka ya misitu, baraka ya wanyama kama ilivyo Tanzania. Lazima unapokuwa Mtanzania utembee kifua mbele, uweke uzalendo wako mbele, kwa sababu kwa taarifa yako ni kwamba Tanzania takriban 30% ya nchi yetu tumeiweka katika uhifadhi, kwa maana ya mbuga za wanyama, kwa maana ya misitu iliyohifadhiwa, lakini pia vyanzo vya mito kama hii. Hili haliwezi kufanywa kazi na serikali peke yake, ama kupitia TANAPA, ama kupitia TAWA, ama kupitia TFS. Ni jukumu letu sote, lakini kubwa zaidi, unapoiona picha hii, unaponiona mimi kwamba niko hapa, ni kwa sababu yako wewe Mtanzania. Lengo ni kukuthibitishia kwamba maji yapo ya kutosha kwa ajili ya kufua umeme pale katika mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Na nimalizie kwa kukupa manufaa 9 ambayo Watanzania tunaenda kuyapata kutokana na kutekeleza mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Kwanza kabisa, manufaa ambayo ni dhahiri na ya moja kwa moja ni umeme wa uhakika, umeme ambao ni wa bei rahisi, na umeme ambao kwa hakika unakwenda kubadilisha kabisa namna ambavyo uchumi wa Tanzania unaendeshwa, lakini vile vile Watanzania ambavyo wanaendesha maisha yao. Kwa hiyo faida ya kwanza tunapata ni umeme, lakini faida ya pili tunakwenda kupata hekta milioni 60 ambazo zitamwagiliwa maji, yani kwa maana ya kilimo cha umwagiliaji ambacho itatokana na maji yatakayohifadhiwa kutoka katika ziwa Nyerere, ambayo itakuwa na uwezo wa kuhifadhi cubic meters bilioni 33 ndio maji ambayo yatakaa katika ziwa Nyerere. Kwa hiyo kupitia ziwa Nyerere kutokana na uwezo wa kumwagilia hekta za kilimo bilioni 60. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo kwa hakika maisha ya wakulima yanakwenda kubadilika. Lakini faida ya tatu ni uhifadhi wa mazingira. Kabla ya mradi wa Julius Nyerere, gharama za umeme zipo juu, lakini vile vile umeme kuwafikia Tanzania wote kidogo inakuwa ni ngumu, kwa sababu megawati tulizonazo pamoja na kwamba ni nyingi zaidi ya 1600, lakini bado ukizisambaza sana gridi ya taifa inazidiwa. Lakini kupitia megawati 2115 ambazo zitazalishwa pale Mwalimu Nyerere, ni kwamba Tanzania nzima inaenda kupata umeme na ukutabakia mwingine ambao tutauza nje. Kwa hiyo kwanza Tanzania inaenda kupata umeme wa uhakika, lakini pili tutaweza kuuza nje na kupata fedha za kigeni. Kwa taarifa yako, unaposhuhudia kipindi hiki, nchi ya Ethiopia inauza umeme kila mwezi, inapata umeme wa dola milioni 100 kwa kuuza nje umeme wake ambao unatokana na maporomoko ya maji. Lakini faida ya 4 ambayo tunaenda kupata kutokana na mradi wa Julius Nyerere ni kudhibiti mafuriko kule katika maeneo ya Rufiji chini. Kwa hiyo Watanzania, mkae imara kabisa, mkae kizalendo, mkiwa na imani kwamba serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi yake inayopaswa. Mtangazaji wako Lugenzi Kabale kwa sasa nasema bye bye.